Hotuba Mlimani sehemu ya 7 kipengele A. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Mathayo 5:7. Baba yetu mwema, Mungu mwenye rehema nyingi, si mwepesi wa hasira, uliyejaa neema katika maisha yetu, unayetusamehe sisi maovu yetu, unayetupenda sana, uliyejaa huruma, jina lako liweze kuhimidiwa. Katika siku ya leo tunajikabidhi mikononi mwako katika somo la leo. Ukae pamoja nasi, ukatuongoze na kutufundisha yote. Tunamwomba Roho wako mwema akaweze kumwaga kwa wingi katika mioyo yetu, ili tuweze kusikia sauti yako ikinena pamoja nasi. Somo la leo likalete badiliko kubwa, likalete mguso mkubwa kwa mama yule, kwa baba yule, kwa mtoto yule, kwa kaka na dada yule. Tunaamini umetenda kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Mpendwa msikilizaji wa Think Big Group na TV, Bwana Yesu apewe sifa. Leo tunaenda kujifunza Mathayo 5:7 ambayo inasema, heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Kulingana na mwandishi mashuhuri Ellen G. White katika kitabu cha Steps to Christ na The Great Controversy, anasema rehema ni subira ya Mungu inayochelewesha hukumu ili mwanadamu apewe muda wa kutubu na kuokolewa. Na kwa ufupi, rehema ni kitendo cha Mungu kutotupa adhabu tunaostahili, bali kutupa msamaha na tumaini la wokovu kupitia Yesu Kristo. Mpendo, kwa kawaida moyo wa binadamu huwa ni baridi, ni muovu, usio na huruma, usio na upendo. Na ukiona mtu yeyote anasamehe, anamwonea huruma mtu na akionyesha upendo kwa mtu mwingine, ujue tu kuwa hafanyi kwa kuongozwa na nafsi yake mwenyewe, kwa maana mwanadamu kwa asili ni mdhambi, bali kaweza kufanya hivyo kwa kuwa amewezeshwa na Roho Mtakatifu. Kwa maana Yohana wa kwanza 4:19 inasema, sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Hii inadhihirisha kuwa ili tuweze kumpenda mtu lazima tupewe upendo kutoka kwa Mungu. Mpendo wa Mungu ndiye asili ya huruma yote. Yeye yu mwingi wa huruma, mwenye fadhili. Kutoka 34:6. Mungu wetu mpendwa msikilizaji wa Think Big Group na TV, hatendei vile kwa sababu tunastahili, bali anatenda kwa sababu hatujastahili. Kwa sababu kufanya dhambi tunastahili kifo, akasema na watendea wema kwa kuwafia msalabani, ili msije mkafa kifo cha milele. Bali kwa kuwa hatujastahili kuishi milele, tunapewa kustahili kuishi milele. Mpendwa, Mungu si Mungu mwenye kulipiza kisasi. Kwa kuwa tumekosea, basi na yeye atupatie adhabu kwa kulipiza kisasi. Kwa sababu basi tumemkosea Mungu, Mungu wetu hataki kutuadhibisha, ila anataka atuokoe. Mungu wangu, tuokoe sisi, tusiwe daraja la shetani la kututumia kulipiza kisasi pale tunapoonyeshewa na kutendewa mabaya, bali tuwaonyeshe wema. Ondoa chuki, wivu na hasira katika mioyo yetu, ili tusilipize kisasi, bali tuwe watu wenye kuwa na nia ya kuwaokoa wale ambao wanatufanyia mabaya. Mpendwa msikilizaji, hata ukali unaoonekana katika maongozi ya Mungu huwa ni ukali kwa ajili ya kuwaokoa wapotovu. Na sisi pia na tuonyeshe ukali kwa watu ili kuwaokoa wapotovu, sio kwa lengo lingine. Na mpendwa, Mungu hutamani sana kupunguza taabu na huzuni za binadamu na kuwapoza majeraha yao. Ikiwa unapitia taabu na huzuni za kuacha dhambi fulani, unatamani kuiacha, bado unajikuta unairudia tena na hatia inakutafuna kila mara, usikate tamaa mpendwa. Yuko jemedali wa vita na mfalme wa msalaba, simba wa kabila la Yuda, yuko tayari kusafisha na kuondoa majeraha yote ya dhambi na kutusaidia kutokurudia tena. Maana Zaburi 32:1-2 anasema kuwa heri aliyesamehewa dhambi na kustiriwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna ila. Mpendwa, amini kuwa leo Bwana amekusamehe dhambi zako. Unapoomba atakusamehe dhambi zako zote unazopambana nazo. Umepambana na dhambi siku nyingi sana, na amini kutokurudia tena kutenda hizo dhambi leo mpendwa. Leo itakuwa ni mwisho wa dhambi yako. Itamke sasa moyoni mwako, sema maneno haya: asante Yesu
kwa kuwa kupitia damu yako umenisamehe dhambi. Itaje sasa hiyo dhambi katika maisha yako inayokusumbua. Itaje mpendwa, itaje. Mwambie Mungu, sirudii tena. Asante Kristo, kupitia msalaba wako nimeishinda dhambi. Tamka hayo maneno mpendwa. Tamka hayo maneno kwamba na sasa sitairudia tena kwa nguvu zako. Naamini umetenda kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Mpendwa msikilizaji wa Think Big Group na TV, unaweza ukawa unapitia maumivu ya moyo na kuvunjika moyo. Mungu ameahidi kuwa ataondoa majeraha unayopitia. Je, umekosa tumaini na kukata tamaa? Iwenda umesalitiwa na kuumizwa na watu wa karibu sana. Uhusiano wako umevunjika. Ndoa yako inaenda kuanguka. Je, unapitia maumivu ya kujilaumu, hatia na majuto makali? Maisha yamekushinda na umepoteza malengo kiasi kwamba haya matatizo yamekusababishia kupata maumivu ya moyo na kuvunjika moyo. Usijali, yupo Baba anayejali, anayeona majeraha na maumivu ya ndani yasiyoonekana kwa mwanadamu, lakini Mungu anayaona na kuponya mioyo iliyovunjika. Maana ameahidi katika neno lake takatifu katika Zaburi 147 mstari wa 3, huwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Mungu wangu, na kuomba ukagange mioyo ya watoto wako leo. Uwaponye waliopondeka mioyo na kuondoa majeraha yote. Ukaondoe maumivu yote katika mioyo yao. Mpendwa, unaweza ukawa unapitia mateso ya mwili, unapitia maumivu makali katika mwili wako. Usihofu. Mungu amesema katika Mathayo 11 mstari wa 28 kuwa njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mpendwa msikilizaji wa Think Big Group na TV, kama unapitia maumivu yatokanayo na kansa, stroke au kiharusi, vidonda vya tumbo, kisukari, pressure, tezi dume, unatamani kupata mtoto kwa miaka mingi, unaumwa na mifupa, miguu inawaka moto, inakufa ganzi, una shida ya nyonga, pingili za mgongo, na kutangazia leo kuwa zimeisha kwa jina la Yesu Kristo. Baba yetu mwema, tazama umesema tuje kwako. Tazama ninawaleta wasikilizaji wa Think Big Group na TV na wengine wote, uweze ukawasaidie wote wanaosumbuliwa na magonjwa mbalimbali. Kawapumzishe sasa. Basi pitisha nguvu ya uponyaji katika damu na kongosho, ili kisukari kikakome kabisa. Pitisha nguvu zako kwenye mishipa ya damu na sehemu zote, ili kuondoa pressure na stroke yote. Ondoa vikizuizi chochote kitakachofanya damu isifike kwenye sehemu yoyote ya mwili. Baba yetu mwema, kila aina ya ugonjwa iondoe sasa. Asante kwa kuwa umekwisha ondoa sasa na umepitisha nguvu za uponyaji, na watoto wako wako huru tena. Jina lako liweze kuhimidiwa. Asante Baba kwa kuwa umetenda kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Mpendwa, unaweza ukawa unapitia upweke na kukataliwa. Aidha unakataliwa na mme wako au na mke wako, mchumba, rafiki, ndugu na jamaa. Sasa umeamua kusikia upweke. Usihofu, Mungu yupo. Maneno haya katika Isaya 49 mstari 15 hadi 16 na kutie moyo. Anasema, je, mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimuhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kukusahau, lakini mimi sitakusahau kamwe. Sitakusahau wewe. Mungu umesema kwamba huwezi kumsahau mtu yeyote. Anaendelea kusema kwamba katika mstari wa 16 kuwa tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele zangu daima. Haleluya. Mpendwa, rafiki anaweza akakusaliti. Rafiki anaweza akakusahau na kukutenga. Rafiki anaweza akakukataa. Kama mama na baba wanaweza akakusahau na kuto kukuhurumia. Sembuse rafiki na ndugu na jamaa. Sasa hapa tumepata majibu kuwa na tumkimbilie Bwana Yesu Kristo. Ndiye rafiki wa kweli na wa thamani. Hawezi kututupa na kutukataa.
Sasa kwa kutambua hilo, namuomba Mungu akaondoe hali ya kujihisi upweke na kukataliwa, maana yupo rafiki anayeondoa upweke, na ukija kwake hata kukataa. Unaweza ukawa umefiwa na baba au mama au mke, mme, mtoto au ndugu na rafiki, machozi ya kutoka, unahisi maumivu makali. Sasa usihofu, naelewa maumivu yako, maana nami ni mmoja wapo niliyepitia hayo. Cha kufanya ni kumkimbilia Mungu ili akufute machozi, akufariji na kukupatia moyo, maana ameahidi kuwa siku atakapokuja mara ya pili atafuta kila chozi katika macho yao, wala maumivu yote yatapotea, wala mauti hata kuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hata kuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Cha kufanya tujiandae kiroho muda wote, ili akija mara ya pili atufute machozi tunaopitia sisi. Hakutakuwa na kifo. Jipe moyo mkuu, maana mkombozi wetu yupo mwenye nguvu kubwa sana za ajabu. Atatusaidia kuondokana na maumivu na mateso na kukataliwa. Baba yetu mwema, futa machozi yetu, ondoa majeraha yote katika mioyo yetu, iwe huzuni kwa ajili ya kufiwa, iwe ugonjwa, iwe kukataliwa na upweke, iwe ni magonjwa, maumivu ya moyo na kuvunjika moyo, dhambi na hatia zote kaondoe katika jina la Yesu. Baba yangu, leo nimeshuhudia Roho Mtakatifu akifanya kazi kwa ufasaha katika hubiri hili. Naona kwa macho ya kiroho hubiri hili likienda kugusa mama yule, likienda kumgusa baba yule, likienda kumgusa kaka yule, dada yule na mtoto yule. Rafiki yetu mwema, naona mabadiliko makubwa kwa watoto wako wasikilizaji wa Think Big Group na TV. Uongozi wako na ushangaa sana. Leo hakika tumeuona mkono wako ukitenda kazi. Tumeona nguvu isiyo kawaida katika mioyo yetu ikitenda kazi. Asante kwa kutuonyesha haya. Unapofanya hivyo na kuzidi, kashushe viburi vyetu, badala yake katunyenyekeze zaidi na zaidi. Asante kwa kuwa umeendelea kutulinda, endelea kutulinda na kutufunulia zaidi utukufu, ili tuweze kuona jinsi zilivyo tajiri utukufu wako, hekima na maarifa yako. Tunaamini umesikia maombi yetu kupitia jina linalotenda maajabu na miujiza mingi, jina linalookoa, jina la Yesu Kristo. Amina.